kwenye chama chetu cha wafugaji tumesajili wafugaji zaidi ya milioni 4.268 katika nchi nzima. Hivyo basi mimi niwaombe mjitokezeni tukapige kura za kishindo, kwa sababu serikali imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwa mwaka huu tumepata bajeti ya shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kwenda kuchanja ng'ombe, na mwaka huu tumepewa zaidi ya shilingi bilioni 69. Ukiangalia kwenye upande wa majosho, serikali imetujengea zaidi ya majosho 754 katika halmashauri 184. Na kazi kubwa imefanyika. Ukiangalia hata bajeti ya Wizara ya Mifugo ndani ya miaka 4, bajeti yetu ya Wizara ya Mifugo imepanda kutoka bilioni 169 hadi bilioni 475 ndani ya miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ukiangalia mauzo ya nyama ya nje ilikuwa tani 1700, lakini mpaka hivi sasa mauzo ya nyama ya nje yameshapanda mpaka kufikia tani milioni 14. Na ukiangalia mikopo ya wafugaji, wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani hakuna hata mfugaji mmoja alikuwa anampata mkopo, kwa sababu wafugaji walisema hatuna sifa ya kuweza kukopa. Lakini zaidi ya wafugaji 8313 wamepata mikopo zaidi ya shilingi bilioni 106.9. Ukiangalia kazi iliyofanyika ni kubwa. Tulikuwa na migogoro kati ya wakulima na wahifadhi na watumiaji wengine wa ardhi. Sasa migogoro hiyo tayari imeshatoweka. Tulikuwa na kule Morogoro, tulikuwa na migogoro mikubwa sana. Lakini baada ya Rais kuzindua ile mpango wa tutunzane pale mkoani Morogoro, kwamba mfugaji mpende mkulima na mkulima mpende mfugaji, sasa na sisi tumeshakuwa ni wamoja na tunaweza hata kuoana. Kwa hiyo ukiangalia amani ndani ya nchi. Lakini nitoa rai kwa vijana wa kifugaji pote nchini na hata vijana ambao sio wafugaji, waache kuingia kwenye migogoro ambayo sio ya lazima. Sisi vijana tujitokezeni tukapige kura, turudi majumbani ili tusikie matokeo yamekuwaje. Kwa sababu serikali imefanya kazi kubwa. Kazi hiyo kubwa ambayo imefanya, sisi kazi yao ni kuwapa zawadi ya kura, hatuna kazi nyingine. Ndugu mwandishi wa habari, ukiangalia wewe bahati nzuri umetembea maeneo mengi ya wafugaji, umekwenda paka kule Bunda, Serengeti, umekwenda Tabora, kila mahali. Leo migogoro haipo. Sasa kazi yetu ni nini sasa? Sasa ni kupiga kura. Tukimaliza kupiga kura, turudi nyumbani. Wala wanaotaka kuandamana basi watapambana na wakubwa kule, kwa sababu hakuna serikali duniani ambayo huwa inajaribiwa. Lakini watu wajue sisi wa Tanzania tunaishi kwa amani kubwa sana. Mimi baada ya kuchaguliwa nimeweza kutembelea nchi kama Ethiopia, nimeweza kutembea Uganda. Nimeona changamoto zilizoko kwenye haya maeneo, pamoja na kwamba ni wafugaji wakubwa. Kiangalia nchi kama Ethiopia ni wafugaji wakubwa. Lakini tulikuwa tumebaki nyuma kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata chanjo na utambuzi wa mifugo. Sasa shughuli hii kubwa imeshafanyika na Mheshimiwa Rais amezindua hiyo program pale Bariadi. Ng'ombe sasa zinachanjwa. Zaidi ya ng'ombe karibu milioni 7 tayari zimeshachanjwa mpaka hivi sasa. Kwa mimi na imani kubwa, na niseme tu kwamba sisi kazi yetu iliyobaki ni kuungana na serikali kuenda kupiga kura za Mheshimiwa Rais, wabunge na madiwani. Na bahati nzuri wakati Mheshimiwa Rais akiwa kwenye wiki ya wazazi kule mkoani Katavi, mimi nilimtabiria nikamwambia, Mheshimiwa Rais, kazi uliyofanya katika nchi hii ni kubwa. Utashinda kwa 96.8. Na sisi matarajio yetu ni haya. Sisi wenyewe tuna nguvu mkononi, na nilikuwa sijasema hata siku moja. Kura milioni 4,268. Hizi kesho kuto tarehe 29 mpaka saa 7 mchana sisi tutakuwa tayari tumeshapiga, kwa sababu tumeshaweka miundombinu ya kutosha katika maeneo yote ya wafugaji na tuna mawasiliano ya pamoja, na hiyo haitakuepeka. Na hata kwa ushahidi ukihitajika tufuatilie wilaya kwa wilaya, tuna halmashauri 184.